Karibu kwenye The Pharmacist Show wiki hii. Kwenye The Pharmacist Show wiki hii tutazungumzia vitu tofauti kidogo, lakini tutajikita haswa katika vitamins. Vitamins tutajua nini maana yake na vingine. Ungana na mimi. Je, wajua kwamba vitamins ina kazi gani mwilini mwako? Vitamins ina kazi tofauti, lakini dhumuni kubwa la vitamins ni kuongeza kinga ya mwili. Pindi utakapokuwa una kinga ya mwili ambayo ni madhubuti, utaepukana na magonjwa yote yale nyemelezi, lakini pia yasiyo nyemelezi. Bana, usichukulie poa. Hakikisha kila siku unaongeza vitamins pamoja na virutubisho vingine katika mwili wako, ili kujikinga na kuongeza kinga ya mwili wako, kuweka uimara wa afya yako kila iwapo leo. Hakikisha milo yako mitatu ina lengo kubwa la kuongeza kinga yako ya mwili, ili ujikinge na magonjwa ambayo si ya lazima. Bana, ndani ya boksi unaweza ukachukulia poa mambo hayo hapo juu tuliyozungumza, lakini kikakugeukia kibano chakula dawa kama chakula. Nadhani tumeachana kidogo. Utakapokuwa umekosa vitamins, kinakugeukia kibao, inabidi ule dawa kama mbadala wa chakula. Je, uko tayari kula dawa kama mbadala wa chakula? Hakikisha unakula chakula bora ambacho kina contains virutubisho vyote vya msingi. Lengo ni kuongeza kinga yako ya mwili. Za ndani zaidi, it is all about vitamins. Sasa kwenye za ndani zaidi tutachimba baadhi ya vitamins pamoja na sources zake tofauti, ili tuweze kuimarisha kinga zetu za mwili. Mfano wa vitamins, kuna vitamins A. Vitamin A inatumika katika mambo tofauti, lakini hususan katika eneo la vision ama uono. Utakapopata vitamin A, unaongeza uono, unaongeza nguvu ya macho yako katika kutizama, lakini pia inakuwa kama ni antioxidants, inaweka ngozi yako inakuwepo sawa. Mfano wa tunda au chakula chenye vitamin A ni karoti. Ukila karoti moja kwa siku, basi umeongeza vitamin A. Lakini mfano mwingine wa vitamins, vitamin D inatumika kwa ajili ya kujenga mifupa au tunasema health of bones. Katika health of bones inatumika vitamin D kwa namna tofauti kidogo, kuweka mifupa yetu kuwa imara. Lakini kumbuka, damu yako pia inatengenezwa kwenye mifupa. Kwa hiyo hakikisha unakuwa una vitamin D ya kutosha. Na mfano wa chakula chenye vitamin D ni samaki. Lakini pia Waswahili wanasema kuna kijua fulani cha saa 4 kile. Jitahidi pia uote kile kijua kina vitamin D. Lakini mfano mwingine wa vitamin, kuna vitamin C. Vitamin C inafanya promotion ya wound healing. Lakini pia vitamin C inatusaidia katika kuweka hali ya kinywa sawa, au hali ya kinywa inakuwa nzuri. Sasa main source ya vitamin C inakuwa ni matunda tofauti, lakini mfano ni yale yenye citric acid kama vile orange. Kwa hiyo pendelea kula chungwa. Lakini pia sambamba na hayo, kuna vitamins nyingine ni vitamin B. Vitamin B iko katika nyanja tofauti ama imegawanyika katika segment tofauti. Mfano tuna vitamin B1, B6, B12 ambayo wanaita B complex and the likes, na B nyingine. Sasa lengo kuu la vitamin B ni kukibadilisha chakula ambacho kiko ndani ya mwili wako kiwe energy ama kiwe nishati. Kwa hiyo ukiwa hauna vitamin B ya kutosha, unaweza ukawa una chakula lakini mwili wako unashindwa kukibadilisha kuwa nishati iweze kutumika katika mwili wako. Vitamin ziko kibao, and
minerals ziko nyingi. Bana, tunamaliza ndani ya boksi namna hiyo. Bana, hili ni neno letu la wiki. Tumezungumzia about vitamins and minerals. Hii yote inaingia kwenye kitu kinaitwa balanced diet. Balanced diet is not about not eating, but it is all about what you eat at what time to eat. Tumekipiga kimombo kidogo, lakini tunasema mpangilio sahihi wa kula unahusiana na nini unakula na kwa wakati gani unakula hicho kitu na kwa namna gani unakifanyia kazi kiweze kutoka mwilini mwako in terms of energy. Ungana na mimi kwenye The Next Pharmacist. Mwisho wa kipindi hiki ndo mwanzo wa kipindi kijacho. Usisahau kutufuatilia katika kurasa zetu mbalimbali za Instagram pamoja na YouTube. Lakini pia kumbuka kulike, kushare, kucomment na kubonyeza alama ya kengele ambayo ipo chini yako ili uweze kupata notification ya vipindi vijavyo. Thank you.